ambaye ni Bwana na Mwokozi wa ulimwengu wote. Yeye ambaye ametulinda, ametuhifadhi, ametuepusha na mabaya yote ya mchana mzima, kando na changamoto za maisha ambazo ni kawaida, lakini uzima wa mwili tungali tunao. Tuna sababu za kumshukuru Mungu na kumtukuza, kwa maana ndiye mwenye uwezo na ndiye mwenye nguvu. Studioni Pastor Isaac Holloway Ministries, na kukaribisha katika kipindi chetu cha kweli siku za mwisho, na matumaini ya kwamba Mungu amekuhifadhi na amekulinda, na pia naamini ya kwamba na wewe unazidi kumtumaini Bwana na unazidi kumwamini yeye. Nikukumbushe tu ya kwamba Mungu aliyekutunza na kuhifadhi mpaka masaa haya ambayo tumeyafika ni Mungu ambaye anakupenda sana, mawazo ambaye anakuwazia mawazo mema, mipango ambayo kuna juu maisha yako, mipango mema sana, na ndio maana ungali unaishi siku ya leo. Kwa hivyo una sababu ya kumshukuru huyu Mungu na kumwamini na pia kumtumaini kwa kila jambo, ili ya kwamba ule wema wake Bwana uweze kuonekana katika maisha yako. Nami nakuletea neno la Mungu ambalo kwa hilo tunaweza kufahamu yale ambayo yanapaswa na pia yale ambayo siyopaswa, ili tuweze kujiepusha na yale yasiyopaswa na kuweza kuyashika yale ambayo yanapaswa, ili ya kwamba tuweze kuona msaada wa Mungu katika maisha yetu na mwisho wake tupate uzima wa milele. Kwa hivyo nakukaribisha msikilizaji mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo ametukirimia kuwa nazo, tunapojiweka mbele zake Bwana, ili ya kwamba aendelee kutulinda na aendelee kutuhifadhi, atuepushie yale mabaya, na kwa rehema zake atukirimie kuona ule wema ambao ameukusudia kwa maisha yetu. Ni kwa ajili yeye, makusudi yake kwetu ni makusudi mema, na mpango wake Bwana ni mpango mema kila wakati. Kwa hivyo napoomba, nawe pia unaweza kujiombea hapo ulipo, mkumbusha Bwana hitaji lako, na Mungu wetu ni wa rehema, Mungu mwaminifu ambaye hana upendeleo wala ubaguzi, lakini ni Mungu ambaye anaweza kutusaidia sote katikati ya matatizo yote. He is a God who can help us. Kwa hivyo napoomba, nawe pia kumbuka kuomba, kujiombea hapo ulipo, na Mungu akiona imani yako atakusaidia na utashuhudia wema wa Bwana. Zaburi sura ya 9, Psalms chapter number 9 verse number 13 and 14. Alafu tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Zaburi sura yake ni ya 9, mstari wake wa 13 na 14. Wewe Bwana unifadhili, tazama mateso niteswayo na wanaonichukia. Wewe uniinuaye katika malango ya mauti, ili nizisimulie sifa zako zote. Katika malango ya binti Sayuni nitaufurahia wokovu wako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, uliye mwanzo tena mwisho, kimbilio, tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara, tunasogea mbele zako masana wakati kusema ni asante kwa pumzi ya uhai na nguvu za mwili. Asante Bwana kutuhifadhi mpaka masaa kama ya Jehova. Asante kutupa nafasi ya kuona mwezi wa 5. Pokea sifa Bwana. Umelinda studio hizi, umelinda watangazaji, umelinda hata wasikizaji. Bwana, umefanikisha siku ya leo, tumekutana mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunasema asante. Pokea sifa, kwa maana pia Bwana bado unatuwazia mema. Mipango yako ni miema, tunashamani asante. Bwana Yesu, umeinuliwa, umetukuzwa, umeabudiwa. Nami nakuadhimisha mahali hapa nikikiria kwamba Yesu Kristo ndiwe Bwana na wewe ndiye Mwokozi, na kana wewe hapana mwingine. Ndipo Bwana Yesu, ninakuomba uzidi kutawala. Ukatawale kuanzia kwa studio hizi kuelekea kwa wasikizaji Jehova. Tazama sisi sote tunakuhitaji kwa njia mbalimbali, ila Bwana tumepungukiwa na haki yako. Tunaomba msamaha. Utusamehe Bwana, ututakase na pia utusafishe, na ukatufundishe na kutuongoza katika ile njia inayoelekea uzima. Ni kwa ajili ya jina lako Bwana, ukatusaidie. Ukanyoshe mkono wako masana wakati huu Jehova, katikati ya wanaosikiliza. Wako wagonjwa ukawaponye, wako wadhaifu Bwana ukawatie nguvu, wako waliokosewa Bwana ukagange roho zao, na wako waliopotea Bwana ukawarejeshe katika njia, kwa maana uweza ni wako. Matatizo yote Bwana unayajua, na suluhisho linawe Jehova. Uache ukazidi kufanya njia na ukafungue milango, na sifa zitakurudia Bwana. Tunakataa mipango ya shetani, njama za waganga na wachawi na washirikina, tunakemea zipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo.
Bwana, tunakuomba ukazidi kumiliki na kutawala, ukatutendee mema, kwa maana uweza ni wako Bwana Yesu. Napolipenda neno lako mahali hapa, naomba ukanitumie kama chombo, nikanene hapa sana astalo kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako, naomba Bwana likambadilishe na likamfanye kuwa mwana katika ufalme, na kila roho ya kuzuia na kupinga injili na kemea ipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tawala na ukatende mema, na sifa zote zitakurudia Jehova. Tumeamini ya kwamba uko pamoja nasi na unaenda kujitukuza. Damu yako ya dhamana itufunike sote na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na la Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana na pia akutende mema, akujalie kibali na neema ya kushuhudia wema katika maisha yako. Muamini sana Mungu, mtumaini yeye, na pia ujifunze kumtazama yeye kwa kila jambo. Muangalie tu Bwana kwa kila hali, ni mwaminifu na anaweza. Na lile ambalo unajua ni baya usikubali kulitenda. Hilo ni baya, liepuke. Shiriki lile ambalo linampendeza Mungu, na bila shaka Mungu atakusaidia, kwa maana ndiye msaada wako. Nami nakuletea la Mungu ambalo kwa hilo tutajua ni jinsi gani tunapaswa kuenenda katika maisha yetu, ili tuweze kumpendeza Bwana na tuweze kufikia kuona msaada wake, na mwisho wake tupate nafasi ya uzima wa milele. Kwa hivyo nakukaribisha tena kwa jina la Yesu Kristo. Majina ni Pastor Isaac, namba yangu ya simu ya mawasiliano ni 0117 12 64 84. 0117 12 64 84 ndio namba yangu ya mawasiliano. Unaweza kunipigia baada ya kipindi kama una swali lote au jambo lote, na itakuwa ni baraka sana katika jina la Yesu Kristo. Kwanza kabisa tunazidi kumshukuru Mungu ambaye ametulinda tukapata kuiona hii siku ya leo, na tukapata kufika masaa kama haya. Katikati ya watu ambao wamebahatika ni sisi, kwa maana Mungu ametupa nafasi na kuendelea kumtukuza, maana ndiye mwenye uwezo, na pia kumwamini, kwa sababu mawazo anatuwazia mawazo mema, na mipango bado tupengia ni mipango mema. Na jioni ya leo somo ambalo nimekuletea ni kwamba yale mambo unapitia ni ishara tosha ya kwamba Mungu ameiweka baraka juu ya maisha yako. What you are going through is a clear indication that God has placed his blessing in your life. Kwa hivyo ni vizuri uwe mvumilivu na ujitahidi na ujilinde. Kuna vitu vitatu vya muhimu sana: kuvumilia na kujitahidi na kujilinda. Ndio unastahili sana kuzingatia, ili ya kwamba ile baraka ambayo Mungu aliweka juu ya maisha yako iweze kufunguliwa, iweze kumanifest katika maisha yako. Matatizo ambayo unapitia ni ishara tosha kwamba Mungu ameweka baraka kwa maisha yako. Shida ambazo uko nazo, hali ambayo uko nayo, kusingiziwa, kurusharushwa huku, iwe ni kwa ndoa kuna shida, kuna vile mwelewani, amani hakuna, hiyo ni ishara tosha kwamba Mungu ameweka baraka yake ndani ya maisha yako. Lakini usipokuwa mwangalifu, utaitupa baraka ya Mungu. Usipovumilia, utaitupa baraka ya Mungu. Usipojitahidi, utaitupa baraka ya Mungu, na utakuja kuishi maisha ya regret, na Mungu hakuwa amekuumbia haya. Usipojilinda kwenye hiyo hali, utaitupa baraka ya Mungu bali na wewe. Ni vizuri kuvumilia, kwa sababu mahala ama nitumie mfano wa kidunia, gold huwa haitoki juu ya mchanga. Gold huwa inatoka ndani ya mchanga, na tena mbali sana, inachimbwa kutoka mbali. Na wale wanachimba gold lazima wawe wanajitahidi sana ndio wakaifikia. Lazima wawe wanajilinda sana wasije wakaangukiwa na ile mchanga wanaichimba. Lazima wawe wavumilivu sana, kwa sababu unaweza kuchimba na kile unachotumia kukichimba ama kile unachotumia kuchimba kikakugonga, unaweza kuchoka.
unaweza kusikia uzito na ugumu, lakini inabidi mtu awe mvumilivu, ndio sasa ile gold aweze kuipata na aweze kufurahia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hapo ulipo na yale unapitia ni ishara tosha kwamba Mungu ameweka baraka ndani ya maisha yako, kwa sababu kwenye Biblia takatifu watu wote ambao Mungu alikuwa ameweka baraka juu yao, kabla ile baraka iweze kufunguka, to be revealed, walipitia hali ngumu sana, walipitia magumu, walipitia matatizo, walipitia kuchekelewa, kukataliwa, kudhiakiwa, kusingiziwa. Wengine hata walikataliwa tu na watu mpaka wa familia. Wengine walisalitiwa kama Bwana wetu Yesu Kristo alisalitiwa na Judas Iskarioti, akawekwa msalabani. Lakini tunaambiwa kwamba huyu Kristo baada ya hiyo yote amekirimiwa jina lipitalo majina yote, ambayo kwa hilo kila ngoti inapigwa na kila ulimi unakiri kwamba Kristo ndiye Bwana. Lakini ukiangalia barabara alipitia ndio akuje kirimiwa jina, hiyo barabara haikuwa rahisi. Mtu wa Mungu, sio rahisi, lakini vumilia, usichukue njia mbaya. Ni kweli yamekupata, lakini vumilia, jitahidi sana hapo tu, usichukue njia mbaya. Ni kweli yamekukuta magumu, lakini hapo ulipo ni vizuri ujilinde sana. Ujilinde sana, ujilinde kabisa, usije ukashikamana na unajisi. Ile baraka ya Mungu iko juu maisha yako ikaondolewa. Kwa sababu Mungu anasema mtu asipo tubu na akatengeneze matendo yake, katika kitabu cha Ufunuo Yohana 2, atakuja na aondoe ile taa aliweka juu maisha yake. Ataondoa kile kinara cha taa aliweka juu maisha yake. Na ndio mtu ambaye anaitwa Ayubu akasema, watu ambao wanashiriki uovu taa yao huwa inazima. Katika Ayubu 18 kuna kitu Ayubu alikuwa anasema, ndio mtu wa Mungu, yale unapitia yasiwe kisingizio cha wewe kutenda dhambi, yasiwe kisingizio cha wewe kuchukua hatua mbaya. Ni vizuri kuelewa kwamba shida zetu zinatukumba ni kwa sababu kuna utukufu Mungu ameweka juu ya maisha yetu. Kuna mema fulani Mungu ameweka kwa maisha yetu. Na ndio maana adui shetani amesikia wivu na anajaribu mbinu yote ili ya kwamba wewe umkosee Mungu, ili Mungu aiondoe ile baraka katika maisha yako. Anajaribu mbinu yote ili wewe ulemewe, urudi katika njia mbaya. Ndio sasa ile baraka Mungu ameweka juu ya maisha yako iweze kuondolewa. Katika Ayubu 18 mstari wake ni 5, anasema, naam, mwanga wa waovu utazimika, wala mwali wa moto wake hautang'aa. Mwanga wa waovu utazimika. Verse 6 anasema, mwanga hemani mwake utakuwa giza, nayo taa iliyo juu yake itazimika. Kumbe kuna kuanga na taa, glory, utukufu fulani, neema fulani, baraka fulani ambayo Mungu anakuanga ameweka juu ya maisha ya mwanadamu. Lakini ile utukufu na ile baraka ndio wao inamfanya mwanadamu anaingia kwenye shida, anaingia kwenye matatizo, anakataliwa, anateswa, anasingiziwa, kwa sababu kuna ile neema, kuna utukufu fulani, kuna baraka fulani ambayo Mungu ameweka juu ya maisha yake. Sasa mwanadamu asipoelewa hivyo, akachukua hatua ya kumkosea Mungu, basi taa ile Mungu alikuwa ameweka inazima. Mwanga ule Mungu alikuwa ameweka unazima. Sasa ile baraka alikuwa aione maishani mwake, ile baraka inaondolewa. Mtu wa Mungu unanisikiza, what you are going through is a proof that God has blessed his blessing upon your life. You must be patient enough. You must carry yourself and you must strive to please God. Unastahili kuvumilia,
unastahili kujilinda na unastahili kung'ang'ana, kujitahidi sana umpendeze Mungu, kujitahidi sana ukose lawama, kujitahidi sana uonekane mbele za Mungu kwamba hauna lawama. Angalau kile Mungu aliweka juu ya maisha yako ambacho kinamfanya shetani, Mungu akaweka baraka fulani juu ya Yusufu, ikamfanya mpaka wa ndugu zake wakamuuza, na mahali ameuzwa akaanza kuteseka. Kumbe yale mateso na zile kule kukataliwa na kusingiziwa na kufukuzwa, kiwango cha kuja kuwekelewa makosa hajafanya, kumbe hizi shida zote ni kwa sababu ya ile ndoto alikuwa ameota, ni kwa sababu ya ile baraka Mungu alikuwa ameweka juu yake. Lakini kwa sababu ilikuwa haijafika masaa ya kutimia, ndio maana anazungusha Yusufu. Lengo kubwa la shetani ni ili huyu mtu kabla ya ile baraka kukomaa apatikane ni mkosaji, kama wana wa Israeli wako Misri wanateseka. Kumbe Mungu alikuwa ameongea na Abrahamu miaka 400 iliyopita kwamba uzao wake utakuwa umebarikiwa, na akamuonyesha Abrahamu, akamwambia uzao wako utakaa hapa Kanani, akampa mpaka mipaka ya uzao. Sasa huu uzao baraka imeshatangazwa, lakini siku ya kutimia kwa baraka haijafika, na ndio maana wanateswa Misri, wanaangaishwa Misri, na wakatoka Misri tena wakaingia jangwani. Ni kwa sababu ya ile baraka imewekwa juu yao, yani itafika masaa ya kukomaa, ya kuiva. Mungu atusaidie sana. Unajua, unaweza penda kula matumbo, lakini inawezekana harufu yake ikipikwa, inawezekana ukakataa, ukasema ni harufu mbaya. Lakini ikiweko mezani imekarangwa, inawezekana ukaikula vizuri sana. Mungu atusaidie sana. Mtu wa Mungu, usimtende Mungu dhambi. Usichukue uamuzi mbaya. Usimpige mkeo. Uelewi ni kwa nini shetani amechokora nyumba yako. Uelewi wewe. Ingelikuwa heri ungemulilia Mungu, angelikufungua macho uone baraka iliyo mbele yako inayomfanya shetani anaingilia ndoa yako. Hakika ungelijitahidi sana umpendeze Mungu, ungelivumilia, haungechukua hatua mbaya. Lakini kwa sababu sisi ni vipofu, hatutambui vile Mungu ametupangia mema, hatutambui. Lakini Mungu amejaribu mbinu zote, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye hajawahi kuota kitu kizuri ambacho hana. Kila mwanadamu ameota mema ambayo hana, ameota. Mungu lazima akuonyeshe kwa maisha yako, nimewekelea hii baraka, nimewekelea hii neema. Unaweza kuwa wewe umeokoka, lakini unaotanga ukiombea watu wakipona. Mungu anakuonyesha, this is the blessing I have bestowed upon your life. Lakini unazokuta maana ulipo, mambo ni magumu kabisa, hali imekuwa ngumu kabisa, kuinukiwa kumekuwa kwingi kabisa. Usipoelewa ya kwamba ni kwa ajili ya ile ndoto, kwa ajili ya ile neema, kwa ajili ya ile baraka ambayo Mungu ameweka juu ya maisha yangu, ndio maana napitia haya, basi nitajitahidi nimpendeze Mungu, nitajirinda nikose lawama, nitavumilia nisimwache Mungu. Usipotambua hayo, utachukua hatua mbaya wakati kuna mema mbele yako. Kama vile wana wa Israeli wengine walirudi nyuma wakati Mungu alikuwa ameandaa ushindi mbele yao, wakasema afadhali turudi Misri. Wakachagua Kora na Abiramu. Sasa wakaangamia jangwani, na Mungu hakuwa amepanga hivyo. Lakini hawakuona ile baraka ambayo Mungu ameweka juu yao, iliyokuwa inasababisha wanapitia mateso hayo jangwani. What you are going through, my brother and my sister, it is a clear indication that God has placed a blessing in your life. Be patient on God. Jirinde. Jaribu sana kujirinda. Ayubu 5:17. Ayubu 5:17. Tazama heri mtu yule Mungu amwadhibuye. Kwa hiyo usidharau kuadhibiwa na huyo Mwenyezi,
kwani yeye huumiza lakini tena huuguza. Yeye hutia jeraha na mikono yake huponya. Yeye atakuokoa na mateso 6. Naam, hata katika 7 hapana uovu utakao kugusa. Mungu anasema anaheri mtu ule ambaye anapitia magumu, anapitia shida, anaheri. Kumbe heri wesa ako na baraka, blessed. Ni baraka iko juu yake, ndio maana anapitia ile shida. Ni baraka iko juu yake, ndio maana anapitia ile hali. Sasa ile baraka ndio inafanya anapitia ile shida, lakini inastahili avumilie, ndio siku ya ile baraka ifike, the due time. Mwanamke usikia uchungu. Kwa nini? Kwa sababu amebeba mtoto ndani ya tumbo lake, na the more siku za kujifungua zinakaribia, the more uchungu unaongezeka. Hata Yesu mwenyewe akaongea na wanafunzi akiwalinganishia hali yao na mwanamke mjamzito, na akawa akiwaambia maneno haya. Bwana Yesu akusaidie sana, msikilizaji mpendwa, akusaidie sana. Usikubali kuchukua njia mbaya, usikubali kuchukua njia isiyofaa, usikubali kuchukua uamuzi usiyofaa. Usiende katika ile njia ambayo haimpendezi Mungu. Usikubali kutenda mabaya. Vumilia, tenda yale ambayo yanampendeza Mungu. Yohana 16 mstari wa 20. Amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza. John 16 verse 20. Bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Kumbe kule kuhuzunishwa na kule kulia na kuomboleza ni kwa sababu ya ile furaha imewekwa mbele yetu. Kwa hivyo mtu asipoelewa atashindwa kuvumilia na achukue njia yake. Ile furaha ilikuwa amewekewa mbele, haipotezi. Mtu asipoelewa hivyo atashindwa kujilinda, ataanza kuishi maisha ya vijisababu. Huwa anafanya hii kwa sababu ya hii. Sasa huyu mtu ameshindwa kujilinda, ameshindwa kujitahidi, amejiachilia kwa dhambi kwa sababu ya shida, kwa sababu ya hali. Asielewa ile hali ngumu, ile hali ya kuleta kilio na maombolezo na huzuni ni ishara ya furaha iliyo mbele. Ndio maana Warumi Waebrania sura ya 12 mstari wake ni wa 2 na wa 3, maandiko yanasema tumtazame Kristo mwenye kuanzisha na kukamilisha imani yetu, ambaye huyu Kristo alizarau aibu ya msalaba kwa sababu ya ule utukufu uliowekwa mbele yake. Akazarau aibu ya msalaba. Kumbe kule kuaibishwa msalabani ni kwa sababu ya ule utukufu uliokuwa mbele yake, na kwa sababu Kristo alikuwa anajua the glory ahead, na ndio maana alidharau aibu ya msalaba. Akavumilia yale mapigo yote, akavumiliwa kutembewa mate. Hata maandiko yanasema alipotukanwa hakutukanana, kwa sababu alijua kuna furaha iko mbele. Kwa hivyo ikabidi Kristo avumilie, ikabidi Kristo ajitahidi sana, ikabidi Kristo ajizuie, ajilinde sana. Na siku ya 3 kaburi lilifunguka bila mtu kulifungua. Hata lile jiwe kubwa liliekelewa lilitoka lenyewe, kwa sababu huyu mtu amevumilia, huyu amejilinda. Yani Yusufu alitolewa jela kwa amri ya mfalme. Daudi ameitwa msituni kwa amri ya nabii Samueli. Danieli anatoka kwa tundu la simba kwa amri ya Dario. Walitoka Shadraka, Meshaki na Abednego ndani ya moto kwa amri ya mfalme. Libazika libazai. Mtu wa Mungu nakata libazika libashaka labozai. Mtu wa Mungu, ni vizuri kuvumilia, ni vizuri kujitahidi kupendeza Mungu, ni vizuri kujilinda. Usimfanyie Mungu dhambi, usimtende Mungu dhambi. Anasema Yesu, mstari wake ni wa 21,
Yohana 16:21 anasema mwanamke azaapo ana huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akiisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa muna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahia, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Kumbe kuna kwanga na furaha Mungu ameweka mbele, ambayo ikiiva tuikute hakuna mtu ataiondoa. Na ndio siku Danieli aitolewa ndani ya tundu la simba. Hakuna siku nyingine Danieli aliwahi teseka. Furaha haikuwa iondolewa. Lakini kabla atolewe kwa tundu la simba, Danieli ameinukiwa, Danieli amewekelewa, Danieli amesingiziwa, Danieli ametishiwa, Danieli amekamatwa ni mateka Babiloni, ametolewa kwa nchi yao, hana freedom. Lakini kwa hii yote, Daniel chapter 1 maandika anasema Daniel purpose in his heart not to defile himself. Akakusudia moyoni mwake, pamoja na hiyo hali yote, asinajisi roho yake kwa vyakula vya mfalume na ile divai aliyopewa, kwa sababu ya ile furaha iliyo mbele. Mtu wa Mungu unanisikiliza, what you are going through is a full indication that the blessing of God is in your life. Be patient. Usianze ukora na ujanja. Usipitie shortcut, mtu wa Mungu. Usianze maisha ya ujanja. Usianze maisha ya ukora. Usikubali kudanganywa na mtu ukachukue njia mbaya. Usiende nje ya ndoa. Usikubali kuenda kwa mganga. Biashara inaweza kuwa imekamatwa, iko na shida, hakuna pesa, hakuna faida. Kumbe ni kwa sababu Mungu ameumba baraka kubwa mbele yako. Na ndio maana shetani anakusumbusha. Lengo lake ni wewe umuasi Mungu. Lengo lake ni wewe utende dhambi. Na unajua shetani siku za leo, kama vile mimi nimekuwa mtumishi wa Mungu, pia duniani kuna watumishi wa shetani ambao wanaweza kukusingizia mambo, wanaweza kukusukumia mazito fulani, wakakuwekea mazingira magumu. Lengo lao ni wewe utende dhambi. Ile taa Mungu ameweka juu maisha yako ikazime. Lakini mtu wa Mungu, ukielewa haya utavumilia. Ukielewa na kufundisha leo, hata ile mpango ulikuwa nayo utapangua. Ile kasira umebeba utaachana nayo. Ile kikwazo umebeba, ukielewa kumbe hii yote ni kwa sababu ya ile furaha iko mbele yangu. Yesu akaona utukufu ulio mbele, akazarau aibu ya msalaba. Maandika nasema the third day Jesus resurrected, the stone was rolled away. Mtu wa Mungu naye nisikiliza, asubuhi na mapema Mfalme Dario alimkujia Danieli, akakuja kumuita yeye mwenyewe, kwa sababu masaa ya furaha imefika. Si uvumilie mtu wa Mungu, ufike yale masaa ya furaha Mungu aliweka. Si ujitahidi tu mpendeza Mungu kwa hiyo hali. Kwa nini uchukue mpango wa kando? Kwa nini uchukue njia mbaya mzee, wakati Mungu ameweka baraka ndani ya maisha yako? Na ndio maana unapitia hayo. Ndio maana mke wako amegeuka, mke uliompenda amegeuka. Lengo la shetani ni wewe utende dhambi, baraka ichukuliwe. Ndio maana mume uliyekuwa naye ambaye umeteseka naye amegeuka, haonekani. Lengo la shetani ni wewe utende dhambi, ili ile taa anaiona kwa maisha yako. Yani Yesu alipozaliwa hivi, wakati mamajusi wanaona nyota, maandika nasema Herode alikuwa ameona mfalme. Mamajusi waliona nyota, lakini Herode aliona mfalme. Na ndio maana akajua huyu ni mfalme, lakini hakuelewa huyu sio mfalme wa dunia, ni mfalme wa mbingu yote na nchi yote. Hakuelewa kama sio mfalme wa Israeli tu, ni mfalme wa dunia nzima. Herode akaona huyu ni mfalme, na ndio maana akawaambia mamajusi, mkirudi mkuje mniambie barabara ya kuenda, hata mimi nikaenda nikapeana shukrani yangu. Kumbe mapenzi yake na mpango wake ilikuwa ni kumuua Yesu, kwa maana alifikiria Yesu ni mfalme akalie kiti cha ufalme cha dunia. Kumbe ni mfalme akalie kiti cha enzi cha utukufu. Maandika nasema mamajusi walipoonywa na Mungu wasirudie barabara hiyo, ati mfalme Herode akaamuru watoto wa miaka miwili wauawe. Yani huyu alikuwa ni mtoto, lakini Herode aliona ni mfalme. Mtu wa Mungu,
Bwana akusaidie kunielewa. May the Lord help you to understand me. Unaweza singiziwa kumbe ni Herode ameona mfalme. Unaweza kuinukiwa kumbe ni Herode ameona mfalme. Unaweza kuwekelewa makosa hujafanya kumbe Herode ameona mfalme. Ndugu za Yusufu waliona Yusufu atakuja kututawala, na kwa maana hatutaki tutawaliwe na Yusufu. Kijana mdogo anatutawalaje? Yusufu alikuwa ameota ndoto tu ya nyota na mwezi, lakini ndugu zake walifunguka macho wakaona huyu atakuja kututawala, na ndio maana walipanga njama ya kumuua. Kama sio Ruben wangekuwa wamemuua. Ni yeye alisema afadhali tumuuze, wakamuuza Yusufu. Kumbe hii yote mtu wa Mungu, it is because of the blessing that the Lord had bestowed upon Joseph. That is why alikuwa anapitia hayo. Mwanamke huwa anapata labor pain kwa sababu ya mtoto aliyebeba ndani ya tumbo lake, lakini Yesu anasema wakati mama anajifungua, ile uchungu anaisahau, ile dhiki anaisahau, the labor pain anaisahau, anaanza kubeba mtoto na furaha. Anafurahia mtoto amezaliwa, anafurahia kiume kimekuja. Mtu wa Mungu, kuna furaha ambayo Mungu alibaza aliweka ndani ya maisha yako, na ndio maana unapitia. Nataka nikusii mtu wa Mungu, huko ulikuwa unaenda, wacha kuenda huko. Huyo mwanaume wenyewe wachana na yeye, ile michoro ya magendo wachana nayo, kule kwa waganga kale kandao wachana nako. Ni vizuri uvumilie na ujitahidi kumpendeza Mungu. Ni vizuri ujilinde. You guard yourself because there is a blessing that God has bestowed upon you. Kuna utukufu, kuna kazi kubwa, kuna makubwa Mungu aliweka kwa maisha yako. Ni wewe hujayaona, lakini shetani ameyaona. Nimekuambia Yusufu hakuona. Hata Yusufu baba wa Yesu na Mariamu mama yake hawakuona mfalme, waliona mtoto wa kawaida. Lakini Herode alisikia dalili ya mfalme. Mungu atusaidie sana tuweze kuwa wavumilivu. Mungu atusaidie sana tujitahidi kumpendeza yeye. Mungu atusaidie sana tuwe watu wa kujilinda katika yote, katika hali zote. Tungangane sana kumpendeza, tujitahidi sana kumpendeza, kwa sababu tukimpendeza baraka ile itaiva, siku ile itafika, and nothing will deprive us from seeing the glory. Yesu akasema nitafungua mlango mbele yako ambao hakuna mtu atafunga. Kuna kuanga na mlango mbele yako ambao Mungu ataufungua na hakuna mtu atafunga, lakini shetani anataka usifikie ule mlango. Kumbe Zakaria na Elizabeti walikuwa matasa mpaka uzee, wakachekelewa, wakadhiakiwa. Ikaonekana hata maombi wanaombanga haina majibu. Ikaonekana hata kutumikia Mungu wanatumikianga Mungu ni bure. Lakini kumbe ni kwa sababu ya ile baraka Mungu alikuwa ameweka maishani mwao. Alikuwa amewekea baraka ya Yohana Mbatizaji, na ndio maana wametumikia Mungu wakakuta ni utasa bado mpaka wamezeeka. Unaweza tumikia Mungu na ukakuta the more unamtumikia the more ndio kuna haribika. Sio kwa sababu mpendwa ati hivyo ndio Mungu alipanga, ni wivu wa shetani. Ni kwa maana kuna baraka kubwa ameweka Mungu mbele yako. Hii unaweza kuwa unaomba na unakuta maombi vile unaomba mambo inakuwa opposite. Mtu wa Mungu, usikose kuvumilia, usikate tamaa, usichukue hatua mbaya, usichukue njia mbaya. Hiyo ni ishara ya kwamba ile baraka the Lord has blessed in your life is a great blessing. It's a big blessing. Na ndio maana shetani anang'ang'ana sana akutingize. Ndio maana mtu anaitwa Peter akasema ya kwamba wakati tunapitia shida tusione kama ni sisi peke yetu, na akasema kitu nataka usikilize. Mungu akusaidie sana mpendwa. What you are going through is a full indication that the Lord has blessed a blessing in your life, His own blessing in your life. And that's why you are passing through what you are passing through. But you need to be patient. You need to strive to please God. You need to guard yourself that you sin not against God. Katika 1 Peter, Petro wa kwanza sura ni ya 5 mstari wa 6 anasema, basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye
huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu kote duniani. Basi namba 10, sikiliza. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawaimarisha, atawadhibitisha, atawatia nguvu na kuwapa msingi imara. Uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Kumbe ni kwa sababu, mtu wa Mungu, ni kwa sababu ya the glory that God has bestowed in your life. Na ndio maana utapitia magumu, kwa maana kuna utukufu. Mungu aliyewaita muingie kwa utukufu, lakini anasema kabla utukufu mutapitia mateso kidogo. Na katika yale mateso, shetani ndiye atakuwa anazunguka akitafuta mtu ili ammeze. Hata kama mzee wako amegeuka, usikubali shetani akumeze kwa usharati. Hata kama mke wako amegeuka, usikubali shetani akumeze kwa ulevi. Hata kama biashara imekataana, usikubali shetani akumeze, akupeleke uende kwa mganga. Hata kama mambo yamekuwa magumu, usikubali shetani akumeze uwe mwizi. Katika hayo yote, mutwike Bwana fadhaa zako, zile aibu unazipata, mutwike Bwana, na wewe umpinge shetani. Uwe na imani na Mungu wako, ujifunze kuvumilia, na uelewe ya kwamba ile hali ngumu ni kwa sababu ya ule utukufu. Ile hali ngumu ni kwa sababu ya the glory that is ahead. Na ndio maana hiyo hali imekuwa ngumu, lakini ukivumilia, ukistahimili, yani Maandiko sema Yakobo 1 mstari wa 12, ama kabla ya 12, sikiliza Yakobo 1, sikiliza hapa Yakobo 1. Mungu atusaidie sana. Yakobo 1 mstari wa 2. Yakobo 1 mstari wa 2. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbali mbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta subira. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Kumbe ni kwa sababu ya Mungu mahali anakupeleka mahali panaitwa the great supply, the abundance, the glory. Na ndio maana utapitia magumu, utapitia matatizo, utapitia setback, utakuwa heartbroken, because God has created a glory in your life. He is taking you to a place whereby you will lack nothing, you will be in need of nothing. Na ndio maana utapitia shida. Alikuwa anawapeleka Kanani ya maziwa na asali, lakini walipitia jangwa iko na shida. Hakuna chakula, ni mana peke yake. Hakuna maji, maji ni machungu. Lakini kumbe ni kwa sababu anawapeleka mahali kuna utukufu. Ndio Yakobo anasema count it joy, hesabuni ni furaha, hesabuni ni baraka wakati mnaanguka ndani ya majaribu mbalimbali. Mhesabu ni baraka, na muhakikisha kwamba kwenye yale majaribu mnakuwa na subira, na mna make sure kwamba ile subira mko nayo imewafanya mmekuwa wakamilifu. It has made you perfect, that you are in lack of nothing. Mtu wa Mungu naye nisikiliza, what you are going through, it is a full indication ya kwamba the Lord has blessed a blessing in your life. Mungu ameweka baraka, sio kidogo, baraka kubwa ndani ya maisha yako. Na ndio maana shetani amekuzunguka kila mahala. Ndio maana mateso yamekukumba, mambo yanakuwa opposite, maombi yanakosa kujibiwa, matamanio yako yanakuwa opposite. Ni kwa sababu hii yote ni enemy. Shetani anataka you give up, anataka ukale tamaa, anataka ujihusishe na mabaya. Mtu wa Mungu, usikubali. Na kama ulikuwa umechoka unachukua njia mbaya, rudi haraka, rudi haraka. Usikubali kuwa kama Esau. Esau aliuza uzaliwa wa kwanza kwa sababu tu ya kale kashida alikuwa nako. Ni hasara sana kukosa uvumilivu na kuchukua njia mbaya. Ni hasara sana kuruhusu shida ikufanye ukuwe mkosaji. Ni hasara sana kuruhusu tatizo, kuruhusu majaribu, kuruhusu mapito yanakufanya unakuwa mtenda dhambi. Ni hasara, mtu wa Mungu, ni hasara. Ni hasara mzee, ni hasara. Kwa sababu maandiko yanatuambia
Wakati Esau alijirudia masaa Yakobo ameshaenda, na Malika anasema alilia machozi. Esau cried, lakini there was no room for repentance. Nafasi ilikosekana. Mtu wa Mungu, vumilia. Jitahidi tu kwa hiyo hali umpendeze Mungu. Jitahidi tu kwa hiyo hali umpendeze Mungu. Usimtie Mungu kisirani. Usimfanye Mungu atukanwe kwa sababu ya hali yako. Jitahidi umpendeze Mungu. Jitahidi mtu wa Mungu, jisuie tu, jilinde. Hata kama umesikia wamekusengenya, usiende vita. Inawezekana wanakusengenya kwa sababu shetani ameona baraka. Ameona ule utukufu uko juu yako. Ameona ile taa imewekwa juu ya maisha yako. Na ndio maana anasababisha usengenye. Siku moja Daudi ametokea vitani. Mungu ameweka ufalme juu ya Daudi. Na Daudi akitoka vitani, mtu mmoja anaitwa Shimei akaanza kumtukana Daudi. Unaweza tukanwa, lakini mtu wa Mungu, Petro anasema Kristo alitukanwa, lakini yeye hakutukanana. Na wewe usikubali kutukanwa, na wewe utukanane. Ni vizuri usimame upande ule ambao unapendeza Mungu. Ni vizuri ukae katika ile njia inapendeza Mungu. Daudi akanyamaza, Shimei akamtukana Daudi. Daudi naye akanyamaza. Petro wa kwanza 3:17. Petro wa kwanza 3:17. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi zetu, mwenye haki kwa ajili ya hao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Akauawa kimwili, lakini akauishwa kiroho, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa vifungoni, akawahubiria watu wasiotii hapo kwanza, wakati Mungu alipowavumilia kwa subira siku ya Nuhu, safina ilipotengenezwa, ambamo ndani yake wachache tu, watu 8 waliokoka na maji. Mtu wa Mungu anasema ni afadhali kuteseka kwa sababu ya kutenda mema, maana hiyo ni ishara ya Kristo ndani ya maisha yako, ni ishara ya utukufu ndani ya maisha yako. Mtu wa Mungu, what you are going through is a clear indication that the Lord has blessed his blessing in your life. Is a clear proof that God has blessed his blessing in your life. Usikubali kutenda dhambi. Paulo akamwambia Timotheo maneno haya ninapoendelea kumalizia. Katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Paulo akamwambia Timotheo, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayarika, ukitumia kwa uhalali neno la kweli. Akamwambia jitahidi. Na mimi nakuambia mpendwa, jitahidi. Hata kama unasikia umechoka, hata kama unasikia uchungu, unasikia sasa nitangiva, jitahidi tu uonekane mbele za Mungu ya kwamba umekubalika. Usikubali kutenda dhambi. Usikubali kuchukua hatua mbaya. Usikubali kuchukua uamuzi mbaya. Jitahidi tu uonekane ya kwamba umestahili mbele za Mungu. Mtu ambaye hajafanya jambo la aibu, hata kama amepitia aibu, yeye mwenyewe hajafanya jambo la aibu. Nikirudi nyuma, Timotheo wa kwanza 4, nimalize. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 10. Anasema, kwa maana twajitaabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai, aliye mwokozi wa watu wote, hasa wale wamwaminio. Tunajitaabisha na kujitahidi. Mtu wa Mungu, jitahidi. Jitahidi umpendeze Mungu. Vumilia tu, jitahidi, jisuie. Ni kwa sababu ya ile baraka iko mbele yako, ndio maana unapitia hiyo unapitia. Usimtende Mungu dhambi. Vumilia ufike, baraka yako ikaive. Jitahidi upendeze Mungu, baraka ikaive. Jisuie tu, jisuie kama Yesu msalabani alijizuia. Walimtukana wakamtemea mate akajizuia. Siku ya 3 alivuka. Mungu akubariki sana uliyenisikiliza. Akutende mema na kujalia kibali na hekima zaidi, na akupe nguvu za kushinda yote na kujielewa pia, kwa jina la Yesu. Mara ulipo, tuamini na tuombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, asante kwa neno lako, asante kwa wale umegusa wakasikiliza. Baba, ninaomba neno lako ulipambanue ndani yao wakalielewa kuliko vile nimenena, kiwango cha wao kushika ile njia inakupendeza Bwana. Baba, unajua duniani kuna matatizo mengi na taabu na majaribu, lakini haya yote ni kwa sababu ya ile baraka umeweka mbele. Shetani aliona vile ambavyo umepea Adamu majukumu makubwa sana, ndio maana alikuja kumjaribu Hawa. Bwana, utusaidie, utujalie tu neema ya kuvumilia, utujalie neema kwa kila jambo tukajitahidi kujionyesha kuwa tumekubalika na wewe. Utupe ile nguvu ya kujizuia hata kwa maneno, tusinene maneno yasiyofaa kwa sababu ya tatizo. Bwana, ukawakumbuke watu wako, wasimamishe na kuwatetea. Wengine wameshaenda mbali, Bwana ukawarejeshe. Wengine Baba wameshachukua hatua mbaya, Jehova wasaidie, warudishe katika njia. Bwana, ukatende muujiza kwa maisha kila msikilizaji. Watembelee kwa ndoto na maono, wafunulie kile kikombele yao ili wakapate nguvu ya kuendelea mbele. Na sifa zitakurudia. Tunakataa mipango ya shetani, ya waganga na wachawi, washirikina. Nguvu zote za baharini zinaleta matatizo, tunaziapisha zipate kushindwa katika jina la Yesu. Bwana, kile hujapanga tumekanusha na kurejesha katika jina la Yesu Kristo. Damu yako itufunike na ikanene mema. Linda studio hizi, linda watangazaji, linda Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Mungu yashike hayo, yafuatilie, na Mungu atakubariki sana. Majina yangu ni Pastor Isaac wa Holy Way Ministry. Tuko hapa Mkuru kwa Ruben. Ungependa kuja kanisani, namba yangu ya simu ni 01 17 12 64 84. 01 17 12 64 84 ama 0713 10 66 42. 0713 10 66 42. Hadi wiki ijayo, Mungu akutende mema.